Habari, karibu tena katika channel yetu ya JW Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitaongelea tiba ya kusafisha kizazi. Dawa asili zinazotumika kusafisha kizazi. Mara nyingi sasa hapa moja kwa moja tuseme kizazi kinakuwa kichafu. Kizazi kikiwa kichafu kuna namna kinavyotakiwa kuweza kusafishwa. Nikukumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Lakini kama una changamoto ambayo imekuwa ikikutesa, changamoto ambayo imekuwa ikikupa mateso makubwa, imekuwa ikunyima usingizi, kufanya kutembea vibaya, imekufanya uepuke vyakula fulani, basi muda wako mwafaka kuweza kutuelezea ni changamoto gani ili kuweza kuondokana na hiyo changamoto moja kwa moja. Sasa tutaenda kuangalia ni sababu gani tumesema ni dawa ya kusafisha kizazi, na maana kuna sababu ambazo zinazopelekea kizazi kiwe kichafu, na maana tutataja zile sababu, lakini tutaangalia dalili, lakini mwisho tutaangalia tiba au dawa ya kusafisha kizazi, ambayo sasa ukisafishwa kizazi inakuwa ni rahisi kubeba ujauzito. Lakini sababu ambazo zinapelekea changamoto ya kizazi kizazi kushindwa kuwa safi, na maana kuwa na kizazi kichafu, sababu ya kwanza ni lishe duni na kutotumia maji ya kutosha. Sasa hivi tuko kwenye wimbi ambapo watu sasa hivi hatutumii maji ya kutosha, lakini pia tunapata lishe duni, tunapata vyakula vyenye mafuta, vyakula vyenye sukari. Sasa hii imekuwa changamoto ambayo inasababisha vizazi vyetu viweze kuwa vichafu. Lakini sababu ya pili ni matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa. Matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa pia zimekuwa ni changamoto ambazo zilikuwa zinapelekea vizazi vyetu kutokuwa sawa, kutokuwa safi. Kuna watu wengi ambao wamekuwa wakitumia hizi dawa za uzazi wa mpango za kisasa, hawajui madhara yake, lakini kwenye video ambazo zimepita tumeelezea madhara yake, vidonge, sindano, vijiti, lakini pia matumizi ya P2 tumeelezea kabisa vizuri madhara yake na faida. Kwa hiyo pia hii ni changamoto inayopelekea kizazi kuwa kichafu. Lakini pia baadhi ya magonjwa ambayo kuna UTI, PID, fungus, kuna vimbe kwenye vizazi, vimbe kwenye mayai na mirija ya uzazi kuweza kuwa mchafu na kuweza kuziba. Hii yote pia ni changamoto ambayo inapelekea kizazi kuwa kichafu, na hivyo kinatakiwa kusafishwa. Lakini pia homoni kuvurugika. Kitokea homoni zimevurugika, jamani, mwanamke ana homoni 6, kitokea zile homoni zimeshindwa kuwa na uwiano sawa, basi inapelekea changamoto ya kizazi kuweza kuwa kichafu. Lakini pia kupata mabaki ya hedhi na kupata hedhi ambayo sio nzuri. Mabadiliko ambayo mabaki ya hedhi kubaki au kutopata hedhi vizuri pia ni changamoto ambayo imepelekea na kizazi kuwa kichafu. Kuna watu hawapati siku zao vizuri, mara ni matone, yani kuna namna ambavyo hapati vizuri. Sasa hii pia imekuwa ni chanzo kimojawapo cha kizazi kuweza kuwa kichafu. Kwa hiyo hizo baadhi ya sababu zinazopelekea kizazi kuwa kichafu. Hapa tutaongelea dalili zipi zinazoonyesha kwamba kizazi chako kiko kichafu. Cha kwanza ni maumivu wakati wa kukojoa na maumivu wakati wa tendo la ndoa. Wengi wamekuwa wakipata maumivu makali sana wakati wa kukojoa na wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Sasa hii ni saini kwamba kizazi chako hakiko sawa. Lakini kupata maumivu chini ya kitovu, wale wanaopata maumivu makali chini ya kitovu, lakini pia kitovu chao unakuta kinavuta na maumivu ya nyonga, basi hii pia inaashiria kwamba kizazi chako hakipo sawa. Lakini mabadiliko katika hedhi, mara hedhi nyepesi, nzito, inateleza, nyeusi, inanuka, wengine wanapata hedhi ambayo inafanana tope. Kwa hiyo ni changamoto pia kwamba kizazi chako hakiko sawa. Lakini pia kupata kutokwa na uchafu ambao unakuwa na harufu mbaya na harufu kali sana kutoka ukeni, basi pia inaonyesha kwamba kizazi chako kina changamoto. Kwa hiyo kinahitajika
kusafishwa. Lakini pia mimba kutoka, kutotungwa mimba, lakini ugumba na ujauzito kuweza kutoka. Hii pia ni changamoto inayoonyesha kwamba kizazi chako kina shida, kizazi chako kina changamoto, kinahitaji kusafishwa. Ndio maana pia dawa yetu ya chai dada imekuwa dawa nzuri kwa wale watu ambao wanahitaji kupata ujauzito. Kwa nini? Kwa sababu inasafisha kizazi na kuondoa changamoto ambazo zimekuwa zikikumba kizazi. Lakini pia kuna lifestyle unayotakiwa kuwa nayo. Kwanza, kufanya mazoezi; pili, kunywa maji ya kutosha; tatu, fanya detoxification mara kwa mara, dawa za kuondoa sumu mwilini. Epushe matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa. Kuna njia za siri ambazo tumezielezea hapo. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo utavifanya. Lakini namna rahisi ya kusafisha kizazi, namna ya kwanza, tumia mdalasini, mchanganyiko wa mdalasini wa unga, manjano, lakini pia na tangawizi, kuchanganya na asali kwenye maji ya uvuguvugu, itakusaidia kusafisha kizazi. Lakini pia parachichi, mbegu ya parachichi. Ukichukua mbegu ya parachichi imekuwa pia ni nzuri kwenye mfumo wa poda. Mbegu ya parachichi ukichanganya na ukichanganya na unga wa mlonge, ukachanganya ukanywa, utaweza kusafisha kizazi chako. Lakini pia unaweza ukatumia mshubiri au aloe vera, utakatakata, kisha katakata, utaroweka kwenye maji, utaweka asali, utakunywa, na yenyewe imekuwa dawa nzuri ambayo itakusaidia wewe kuweza kusafisha kizazi chako moja kwa moja. Lakini mwisho ambacho natakiwa kufanya ili kuweza kusafisha kizazi chako, tumia mzizi wa mpela na majani yake. Chemsha mzizi wa mpela na majani yake, chemsha mpaka ibadilike rangi. Ikishabadilika rangi, kunywa glasi yako moja asubuhi, kunywa glasi yako mchana, kunywa glasi yako jioni. Fanya namna hii ndani ya siku 10 mpaka 15, changamoto itakuwa imeisha. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi ni muda sahihi wa kuweza kusubscribe ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazo zituma kila siku. Kama una swali ambalo limekuwa likikutesa, una changamoto ambayo umekosa namna ya kuondokana nayo, basi JW Sabo Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kutokana na changamoto inayokutesa. Karibu na Mungu akubariki.